tarehe ya leo kutakuwa na kesi ambayo itaanza kunguruma kati ya Imarati na Sudan kwenye mahakama ya ICJ. Kesi ambayo iliwasilishwa katikati ya mwezi uliokwisha, mwezi March. Sudan iliwasilisha kesi kwenye mahakama ya ICJ ikishutumu Imarati kuwa inashiriki katika kile kinachoitwa mauaji ya halaiki ambayo yanaendelea kule ndani ya ardhi ya Sudani, kuwapatia silaha RSF. Sasa ile kesi inaanza. Mtakumbuka kuwa kwa muda mrefu Imarati amekuwa akijaribu kumnusuru rafiki yake kipenzi Israeli kwenye kesi ya ICJ dhidi ya Afrika Kusini, na alitumia mbinu nyingi kuhakikisha anaweza kulikwamisha hilo lisitokee, yani kesi ya ICJ isiendelee na Afrika Kusini aweze kulifti ile kesi, aweze kuiondoa. Kwa japo hongo, Imarati walikuwa tayari kutoa hongo kwa Afrika Kusini ya uwekezaji ili Afrika Kusini iweze kuondoa kesi ya Israeli kwenye mahakama ya ICJ, jambo ambalo Afrika Kusini wamelipinga kwa muda mrefu na wamekataa. Na hata shinikizo, vikwazo vya Marekani vyote vilikuwa vinahusu ICJ, kesi ya ICJ na Afrika Kusini na Israeli, ndio kuanza kutafuta sababu za kinyume chake kuwa huku na huku, lakini yote ilikuwa ni sababu hiyo. Sasa wakati Imarati anapambana kumnusuru swahiba wake wa chanda na pete, rafiki mpya, manake ni urafiki uliokolea kweli kweli hawa wawili. Wakati Imarati anahangaika kumnusuru rafiki yake, unaona tayari kuwa na yeye na rafiki yake wanaenda kusimama kizimbani. Yani kuwa wote wawili sasa, Imarati na Israeli, wote watasimamishwa kwenye mahakama. Wote wanasimamishwa kwenye mahakama ya ICJ. Niliwahi kuambia kuhusu ICJ, tofauti yake kidogo na ICC. ICC ni mahakama ambayo inamshtaki mtu binafsi na inaendeshwa kupitia wale waendesha mashitaka, na wamekuwepo kama Karim Khan, kabla yake alikuwepo Fatou Bensouda, kina Ocampo mnawakumbuka, na wengine ambao wamewahi kupita hapo kwenye hiyo mahakama ya ICC. Lakini ICJ ni mahakama ya nchi kwa nchi. Mnapoparurana nchi kwa nchi ndio mnakwenda kushtakiana sasa kwenye mahakama ya ICJ. Lakini huwezi kwenda ICJ ukamshtaki Netanyahu binafsi. Ukienda ICJ unaishtaki Israeli. Ukienda ICC unaweza ukamshtaki Netanyahu moja kwa moja. Hizi ni mahakama mbili ambazo zinafanya kazi tofauti. Lakini kuna moja ni mahakama ya Umoja wa Mataifa ambayo ni ICJ, na ICC si mahakama ya Umoja wa Mataifa, ni mahakama iliyoanzishwa kupitia wanachama wa Umoja wa Mataifa, na zote mahakama hizi ziko The Hague. Moja ni kongwe ambayo ni ICJ, lakini ICC ilianza juu ya miaka ya 2000 na kitu. Lakini hii ICJ karibu nchi nyingi ni wanachama wa ICJ, tofauti na ICC ambao kuwa kuna baadhi ya nchi sio wanachama wake, zikiwemo nchi kubwa kubwa karibu zote zimeikwepa ICC. Marekani haipo, Uchina haipo, Urusi haipo, nchi nyingi kubwa ambazo zimekwepa kuwa sehemu ya ICC. Lakini ICC inaweza ikafanya kazi kwenye nchi yako hata kama wewe sio mwanachama, ikiwa uhalifu umeufanya kwenye nchi ambayo inaitambua mahakama, au nchi ambayo imeomba mahakama iangalie kile kilichofanywa kwenye nchi yake. Kwa hiyo inaweza ikafanya kazi. Kwa hivyo wakati Imarati anapambana na hili, anakutana na hili. Imarati anashutumiwa kwa kuingiza usaidizi mkubwa wa silaha kutokana na uswahiba wake mkubwa ambao Imarati imekuwa nao kwa muda mrefu na kiongozi wa RSF Hamdani Daglo. Wamekuwa na uhusiano wa muda mrefu, na uhusiano wao niliwahi kuambia kuwa ulianza toka kipindi wakati nchi za Ghuba zikipigana vita ya kunusuru serikali ya Yemen baada ya mgogoro mkubwa wa Wahuthi kuanza kuteka maeneo ya Yemen, kuondoa utawala wa Kisuni uliokuwa unaitawala serikali ya Yemen. Usaidizi mkubwa wa Wahuthi ulikuwa unatoka Iran. Baada ya kuona hilo, na kawaida Marekani akawa amepitisha sumu yake kuwa lengo la Shia ni kuweka utawala wa Kishia katika nchi za Gulfu. Na wakati huo vuguvugu la Yemen limeshika kasi tayari. Bahrain kulikuwa kuna vurugu ambazo zilikuwa zinaendelea, zinachochewa, na tayari ushawishi wa Irani ndani ya Lebanon ulikuwa wa kiwango cha hali ya juu, na harufu ya Irani kwenda Syria ilikuwa imetamalaki. Kwa hiyo ikaonekana kuwa kama vile vuguvugu la Kishia linataka kushika kasi,
na hofu ikawa kwa utawala wa kifalme wa Saudia kuwa lengo la Irani kukuwekea mpaka, yani lengo la Irani kuwa na mpaka na wewe ni kutaka kuja kuupindua huu utawala wa kifalme uliopo hivi sasa. Kwa hiyo Irani kusogea Yemen, unajua Yemen ana mpaka na Saudi Arabia, kuwa kama Wahuthi watakuwa watawala wa Yemen, basi itakuwa Irani ndio inaitawala Yemen. Ni ile nadharia ya kuwa kama Hamas itakuwa ni kama Palestina itakuwa nchi huru, basi kuwa Israeli atakuwa na mpaka na Irani. Kwa maana yake kuwa anamaanisha kuwa tutakuwa na mpaka ndani ya ardhi yetu ambao kuwa una ushawishi kutoka kwa Iran. Yani huu mpaka wetu wa Palestina utakuwa, sababu hao Hamas ni washirika wa Irani, maana yake tunategemea kuwa Iran iko hapa. Ni kama mgogoro ambao unaendelea hivi sasa kule Syria, ambapo kuwa Israeli haitaki Uturuki aingie kwa sababu wanaamini kuwa tutakuwa na mpaka na Uturuki ndani ya, kwa sababu Syria inapakana kwenye mpaka na Israeli. Kwa hiyo hatutaki kuwa na mpaka na hawa. So hawa Waarabu wakaamua kupambana na Wahuthi. Sasa waliokuwa wameibeba ile vita ya Yemen wakati huo ambao walikuwa wameishikilia kwa kiwango cha hali ya juu sana, ambao ndio walikuwa wanaenda nayo, alikuwa ni Imarat pamoja na Saudi Arabia, hasa ikiwa Saudi Arabia ndio kipindi ambacho walienda kuchukua msaada kwa Donald Trump. Mara ya kwanza Donald Trump akiwa madarakani, na wakati huo Saudi Arabia ilikuwa chini ya baba yake huyu Salman, Mohammed bin Salman. King Salman mwenyewe ndio alikuwa bado ameshikilia madaraka kabla hajaamua kuyapeleka kwa Crown Prince. Kwa hiyo Mohammed bin Salman akawa ndio mwakilishi wa Saudi Arabia na Marekani kwa ajili ya kwenda kuomba masuala ya misaada, silaha kwa Trump. Lakini wakati huo Crown Prince alikuwa ni Mohammed bin Naif, mrithi wa ufalme. Hata ilivyokuja kubadilishwa akawa Mohammed bin Salman, na Mohammed bin Naif akaendelea kushikiliwa nyumbani kwake, na baadaye King Salman akaamua kujiondoa kwenye nafasi ya uongozi, akamwachia mwanae Crown Prince kabla ya kufa kwake yeye. Kwa hiyo mpaka sasa unaona kuwa MBS Mohammed bin Salman ndio amekuwa kiongozi mkuu wa Saudi Arabia licha ya kuwa babake yupo. Sasa hapa uhusiano wa Dagalo na Imarati ndio ulikuja kwa kasi, kwa sababu hawa wa Imarati, nchi ya Imarati ilivyo ni nchi ambayo ukitazama population yake ina takriban watu kama milioni 10, na ni kijinchi kidogo. Katika hawa watu milioni 10, asilimia 20 tu ya hawa watu ndio wenye uraia wa Imarati. Yani wa Imarati ni asilimia 20 tu. Asilimia 80 ya watu wanaoishi katika nchi inaitwa Imarati sio wa Imarati. Asilimia 80. Yani ukifika pale Imarati, kuanzia jeshi, wanajeshi wa kukodi kutoka nchi zingine. Yani kuna vijana wanalitumikia jeshi la Imarati kutoka baadhi ya Gulf states, yani nchi za Gulf wale. Ni wafanyakazi kabisa na wako kwenye jeshi la Imarati, lakini si raia wa Imarati. Lakini kuna polisi. Sasa kwenye polisi ndio wamegawa kabisa. Pale kuna polisi wa Pakistani, kuna polisi wa nchi zingine za Kiarabu, wa Misri. Unakuta kituo kizima cha polisi, labda mkuu wa kituo Misri, wa askari. Yani unakuta mpaka askari wote wale. Maana yake polisi wa Imarati hadi Kenya alikuwa ni polisi. Yani hadi wa Kenya walikuwa wanakuwa polisi wa Imarati. Sheria zao vile, kwa sababu wale watu hawana huo muda. Yani raia wa nchi ile anakuwa mimi siwezi kufanya kazi kama hiyo. Yani siwezi kuwa polisi. Yani nafasi ndogo kwa polisi. Mpaka kama unaona kuwa unaona kuna magari ya kifahari sana ya jeshi la polisi la Imarati, magari Bentley na magari makali haya ya kisasa ambayo ndio yanaonekana kwa gari za polisi za Dubai. Zile gari ziliwekwa kusudi, yani zile gari zilinunuliwa kusudi na serikali kwa ajili ya kuvutia raia wa ndani, yani vijana wakubali kufanya kazi hata ya polisi. Kwa hiyo wakati mwingine wakiwa nafanya kazi ya polisi watatembea zile patrol na magari ya kifahari, Ferrari, sijui nini, ile barabarani unatembea. Hiyo yote ilikuwa ni kujaribu kuwavuta, yani kuwavuta vijana wakubali kuingia, kwa sababu hawapendi kazi ndogo ndogo. Yani ukienda mfano hawa wa Imarati wenyewe, nafasi zao kubwa za kazi zilizo ambazo wamechukua ni sehemu nyeti. Mfano ukienda control, immigration control, pale immigration ndio utawakuta wenyewe, lakini sehemu nyingi wanazikwepa kwa sababu nilikuwa na rafiki yangu mmoja kipindi naishi Imarati, nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa yeye ni daktari. Alikuwa ni daktari wa hospitali moja kule Hatta. Kama unajua Hatta ilipo, kama unakwenda Oman, Muzera, alafu kuna Hatta pale mbele. Kuna mji unaitwa Hatta ambao uko upande wa
ukiwa unatoka Dubai. Rafiki yangu huyu alikuwa ananiambia alikuwa ni mkuu wa hospitali ya Hatta. Yani yeye bosi mkuu wa ile hospitali ya Hatta. Lakini nikawa namuuliza, ina maana wewe ni daktari uliosoma kuliko pale? Anasema hapana, mimi sina hiyo elimu ya kufikia au madaktari wa pale. Nimepewa kuwa mkuu wa hospitali kwa sababu ya uraia wangu tu. Sasa sehemu mimi nilikuwa nikifanyia kazi, mara nyingi akija ananikuta kazini. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana kazini kwangu. Kila akipita ananikuta pale, tunapiga story. So akawa yeye ananishangaa mimi nawezaje kufanya kazi siku 5 kwa wiki. Yani kwa siku 5 zote naingia napata off siku 2, yani zile tunapumzika weekend. Yeye jinsi anavyoingia kazini, anasema mimi nikiingia leo kazini nitakula off siku 2, off siku 2 nitaingia nitakula off siku 2, na kama nitakwenda kazini kwa kutumia off yangu kwa mwezi mmoja, na uwezo wa kuchukua likizo ya mwezi nyingine. Yani kama nina uwezo wa kufanya kazi miezi 3 na uwezo wa kuchukua likizo ya miezi 3. Ndivyo nchi ilivyojengwa. Yani nchi ile, wananchi wanaweza kusema hawana malalamiko, unaweza kusema hawana malalamiko, lakini ndio ilivyo. Kuna mmoja pia rafiki yangu alikuwa Muimarati ananiambia, hapa nilipo kichwani kwangu nimebebeshwa madeni ambayo najua siwezi kuyalipa. Serikali itanifutia tu kwa sababu sisi kazi yetu ni kukopa tu. Hatuna kingine. Yani ni wamepewa kila kitu, kwa sababu fikiria kuwa 20% ya raia wa Imarati wanatumikiwa na 80% ya raia wanaotoka nje. Yani hawa 80% nyinyi ndio mtao wa hudumia hawa 20% kwa kila kitu. Ndio unaona kuwa muda wote Imarati wana kila mara, yani tuseme huwa wanabadili sana bei za mafuta. Ile bei ya mafuta inabadilika, lakini hii bei ya mafuta inapobadilika haiwagusi wa Imarati. Sijui unanielewa? Raia wa Imarati karibu wote wana kadi maalum ambazo wamepewa, zina discount za kila kitu, kuanzia kwenye mall, supermarket unakwenda, zote zina discount more than 50%, wakati mwingine wanasema karibu 50% ya mafuta. Kwa hiyo hata linapokuja bei ya mafuta inapobadilika, yeye akija kujaza mafuta kwako wala hatumii cash, atatumia kadi yake. Kwa ile kadi ina discount ambayo tayari serikali inaweka ruzuku yake. Mnapotembea barabarani, gari zenu zinalipa ile salik. Unajua salik ni zile barabara za kulipia. Kwa hiyo unalipia karibu barabara nyingi, karibu 80% ya barabara zote za Dubai ni za kulipia. Kwa hiyo ukiingiza gari yako itakata ile salik, lakini hii haiwahusu Imarati kwenye gari zao. Nyinyi wengine ndio mtawabeba, mtawalipia kule. So hawa ni viumbe ambao wanaishi kwenye dunia ambayo wanajua wenyewe, kwa sababu insurance ya Imarati, yani insurance ile bima yake ya afya ni worldwide. Yani bima yao ni dunia nzima inasoma, kuwa popote atapokuwa duniani anaweza kutibiwa. Yani hapo kwenye swala la bima ya afya, mfano la Imarati, hata Marekani unamweka pembeni. Na Marekani amezidiwa na nchi nyingi sana inapokuja swala la matibabu, na Marekani kazidiwa kwa sababu afya Marekani ni biashara. Kwa hiyo wameiwekea ugumu sana. Sasa hawa wa Imarati bima yake ya afya ni worldwide. Nilikutana na Muimarati mmoja hospitali moja kule Bremi, Oman. Nilikuwa nikiona matatizo ya macho, nikakutana naye Muimarati. Na huyu Muimarati ni yule aliyepewa uraia, ni Msomali ambaye alipewa uraia. So tulikutana hospitali. Alivyoniona akanisalimia na tukawa tunazungumza. Nikamuuliza, akaniambia mimi nilikuja na familia yangu tukiwa wadogo, kwa hiyo nikapata passport. Alikuwa ni mama, ni mtu mzima sana. Wakati nazungumza naye alikuwa amekwenda kutibiwa. Yani yuko pale kwa ajili ya matibabu. Sasa nikaona muuliza kuwa kwa nini umekuja huku Bremi kutibiwa? Kwa sababu unajua miji miwili ya Oman na Imarati imeungana, kati ya Bremi na Laen. Tofauti tu ni gate imewekwa. Yani upande wa pili ni Laen, upande wa pili ni Bremi. Ile ni miji inayotizamana. Sasa namwambia kwa nini usitibiwe upande wa pili kwenu? Akasema hiyo hospitali ya Bremi ni nzuri sana na inatiba sana. Nikaona muuliza kuhusu gharama itakuwaje, kwa sababu hapa umecross nchi na nchi. Ndio akawa ananiambia kuwa bima yetu, akanipa kadi ile ya bima nitazame, akaniambia hii bima ni worldwide. Popote nitapokuwa duniani nitatibiwa kwa gharama yoyote, kwa kiasi chochote. Na popote nitapokuwa duniani, nitapoishiwa pesa, nitapopata dharura yoyote, nitakwenda kwenye ubalozi wa Imarati. Popote ulipo ubalozi wa Imarati. Kama hakuna ubalozi wa Imarati, natakiwa niende kwa ubalozi wowote uliopo wa Gulf. Lakini kama kutakuwa na ubalozi wa Imarati, basi nitapewa kiasi cha pesa ninachotaka, nitachukua. So ninachokusudia kueleza kwenye hili ni kuwa kwa nini Imarati haina askari? Kwa nini Imarati hakuna polisi wa kawaida?
Hakuna polisi anayesimama barabarani kusimamisha magari. Yaani wao wamekaa kwenye vitengo muhimu, na katika vitengo muhimu wanavyowekwa, hata haijalishi elimu yake na uwezo wake, wanaweza kuwepo watu wenye elimu kubwa na madaraja makubwa, lakini yeye akawa ni bosi wao. Kinacho nani hapa wanasema alwatan alawwal, wenyewe wana ile kauli mwananchi kwanza, ndio iko hapo. Ni tofauti kabisa na nchi nyingi sana, hasa nchi nyingi za Kiafrika. Wageni wanapokuja huwa wanalipwa zaidi. Wenyewe hapana, hakuna mgeni ambaye anaweza kuja juu ya mshahara wake, juu ya mwananchi. Wanasema alwatan awwal, yani ni mwananchi awali, yani kwanza anasimama mwananchi. Hiyo iko hivyo. So kwa nini Imarati haina jeshi? Haina kwa sababu hawawezi wakariski maisha yao wakati wana fursa za kila sehemu kwenda kupigana. Ndipo ilipofikia sasa Imarati ikaona kwenye nafasi yake, kwa sababu Saudi Arabia ana askari wake, kikosi cha askari ambacho anacho, kuwa alikuwa na uwezo wa kuingiza askari wake kwenye vita ya Yemen. Lakini pia na Saudia aliingiza askari wake kwenye vitengo muhimu tu, vikiwepo vitengo vya anga na sehemu zingine. Lakini vitengo vya ardhini, vita za kupigana ground, vita vya kupigana front line, Saudi Arabia alikwenda kuchukua askari kutoka Bangladesh, akachukua askari kutoka Senegal na baadhi ya nchi za Kisuni. Upande wa Imarati usaidizi wake wa kijeshi, yani katika hii vita ilikuwa ni ya Gulfu, kasoro Omani hawakushiriki. Omani hawakuingiza kikosi wala hawakushiriki kwenye mgogoro wa Yemen. Ndio maana mpaka wao ulibaki salama, kwa sababu Omani inapakana boda kubwa sana na Yemen, kubwa sana kwa upande wa pili wa Salala. Kwa hiyo kama Omani ingeweza kujiingiza kwenye hii vita, wa Yemen wale wangeweza kushambulia Omani, wangeleta madhara upande wa Omani tena kwa kiwango cha hali ya juu sana, kwa sababu mpaka wao ni mkubwa sana. Kwa hiyo Omani akajiepusha na huu mgogoro. Hata Qatar aliingia kwenye huu mgogoro, lakini walivyokuja kukwarurana mwaka 2017 Qatar akaondoka kwenye hii vita, akawaacha kwenye ule mgogoro wa Qatar na nchi za Gulfu, ambazo nchi zikasusa Saudi Arabia, Kuwait na Bahrain, wakaisusa Qatar kwa sababu Qatar ina ushirikiano mkubwa na Iran, wakaamua kuisusa. Hada ilivyokaribia World Cup ndio walirejesha ushirikiano. Lakini hata kwenye mgogoro wa Qatar, Oman hakuingia kwenye ule mgogoro wa Qatar, kuwa aliendelea kuwa na uhusiano na Qatar. Na hata ukitazama safari za ndege, kwa sababu anga ilikuwa imefungwa ya Qatar kwa baadhi ya ndege, unaona kuwa ndege ambazo zilikuwa destination zake za nchi za Gulfu, ambazo za Qatar zilikuwa zikiishia pale Doha, na kama destination zao zinaenda kwenye nchi za Gulfu zingine ambako ndege za Qatar zimefungiwa, ndege zilizokuwa zinakamilisha safari zilikuwa za Oman, kwa sababu ilikuwa abiria mnahamishiwa kwenye Oman na mkifika Doha ndio destination yako itamalizika, kama unakwenda Riyadh, kama unakwenda Dubai, kama unakwenda nchi nyingine. Hiyo ilikuwa hivyo. Kwa hiyo Oman hakujiingiza kwenye huu mgogoro, aliendelea tu na ushirikiano wake na nani. So hili sasa Imarat ikabidi yeye akachukue kikosi cha Sudan. Ndipo uhusiano uliposhamiri sasa wa Sudan na Imarati. Hapo watawala wa kule Abu Dhabi wakaanza mawasiliano ya moja kwa moja na Hamdani Daglo. Hamdan Daglo, kiongozi wa RSF, akapewa fursa kubwa kwanza za kibiashara kwa Imarati. Imarati ni sehemu ambayo ukifika pale inaitwa Gold Souk, soko la dhahabu, mpaka utashangaa, utafikiri kuna migodi iko pale. Ni masoko, ni mashindano ya dhahabu na dhahabu kwenye masoko ambayo hayana ulinzi kabisa. Unaweza ukifika pale mpaka unajiuliza, hizi dhahabu vipi hao watu wanaweza kumudu? Kuwa hakuna wizi, hakuna mtu anaweza kufanya nini, lakini ni masoko ya dhahabu. Iko Gold Souk, iko pale town ukifika Dubai. Sasa moja ya maeneo yana uzalishaji mkubwa kabisa wa dhahabu Afrika ni Darfur. Baada ya kiongozi wa Sudan wakati ule Omar al-Bashir kumpa fursa nyingi Hamdan Daglo, walienda kuanzisha migodi mingi kule Darfur ambayo inachimba dhahabu, na soko kubwa ambalo ni black market ya dhahabu ya Darfur ni Moscow, Dubai. Dhahabu inauzwa Urusi na Dubai. Haya ndio masoko makubwa ya black market ambayo yanapeleka. Kwa hiyo hii fursa ikawa kubwa sana kwa Dagalo, kwa sababu Dagalo tayari alikuwa na uhusiano na wafalme wa pale kwa sababu ya makampuni yake ambayo yalikuwa yakipeleka dhahabu ambazo kwingine duniani zinaweza zikaekewa vikwazo. Tayari ikawa rahisi kwa Imarati kumvuta Dagalo na kumwambia kuwa tunataka askari wapiganaji waende wakapigane kwenye vita ya Yemen. Dagalo akaidhinisha askari ambao walikwenda kwenye vita ya Yemen.
kwa muda mrefu. Askari mamia kwa mamia ya askari wa Sudani walichukuliwa wakaenda kupigana sambamba na askari waliotoka Senegal, sambamba na askari waliotoka Bangladesh, sambamba kwa ajili ya kupigana na Wahuthi wa Yemen. Kwa hiyo hapa ndio ulipozaliwa ule unaitwa uhusiano rasmi wa Sudani na Imarati. Uhusiano ndio ulizaliwa hapa. Baada ya ile vita ndipo Dagalo aliporejea na kuwa tishio kwa jeshi la Sudani, kwa sababu alipewa kila kitu. Alilipwa mamilioni ya dola, alipewa silaha, alinunuliwa magari, Land Cruiser, Hilux, akaota mapembe kweli kweli. Sasa ilivyozuka vita kati ya jeshi la Sudani na RSF, Imarati akaanza kutoa usaidizi wa hali na mali kwa mshirika wake. Imarati akaanza kutoa usaidizi wa hali na mali kwa mshirika wake ambaye ni nani? Ni RSF ya Sudan. Kwa hiyo RSF inapokea msaada wa kijeshi wa Imarati ambao unapitia Chad, na Umoja wa Mataifa umethibitisha zaidi ya mara 3 kuwa msaada wa kijeshi unapita Chad. Niliwahi kuambia Chad kuwa asili ya Hamdani Daglo, familia yake inatoka Chad, na moja wa majenerali waliopo kwenye serikali ya Chad ya huyu bwana mdogo Mahamat Idris Deby ni moja wa majenerali wakubwa, ni ndugu yake Dagalo. Kwa hiyo uhusiano uliopo hivi sasa kati ya Chad na Israeli, Imarati Israeli wana uhusiano wa karibu. Kwa hiyo aliyempeleka Chad kujuana na Israeli ni Imarati. Yani hawa watawala wa Imarati ndio walimpeleka Chad akatambuana na Israeli kwa maslahi yao. So Imarati, Israeli, Chad ni wamoja kwenye hili. Sasa silaha zinapita Chad, zinaingia Darfur. Kwa hiyo serikali ya Sudani ambayo inaongozwa na jeshi imeenda kufungua mashtaka kwenye mahakama ya ICJ kuishutumu sasa Imarati kutoa usaidizi wa silaha kwa RSF ambayo inashutumiwa kuwa imekiuka na inafanya mauaji makubwa sana ya halaiki kule Darfur au maeneo mengine ambayo wamekuwa wakishambuliana nayo. So ile kesi rasmi inaanza kusikilizwa leo tarehe 10 ya mwezi wa 4 2025 kuhusu kile ambacho Imarati imefanya usaidizi wake kwa jeshi la RSF kwa ajili ya Sudani. Kwa hiyo leo ile kesi inaanza. Rahby Digital, haki na ukweli.